Yes, mambo vipi? Mimi naitwa Ricky. Karibu sana. Hii hapa ni E-Trending ya Ricky Media. Nipo hapa kuzungumzia swala zima la jinsi ambavyo hizi recording labels Tanzania zinavyowanyonya wasanii wao ambao wamewasign. Sorry to say this but lazima nizungumze kwa sababu nimejaribu kufanya utafiti wangu mdogo tu kwa kile ambacho nimekirealize, nikagundua kwamba recording label nyingi Tanzania hazipo kwa ajili ya kuwanufaisha wasanii ambao wamewasign, ila zipo kwa ajili ya kuwanufaisha mabosi ambao pia nao ni competitors katika music industry. Utanielewa baadaye nini ambacho namaanisha hapa. Nikukumbushe tu kwamba Ricky Media inadhaminiwa na Magic Builders International ambao ni mabingwa uzaji wa bidhaa zote za ujenzi. Unaweza kupata bidhaa zote za ujenzi kama vile wall put, ambapo wako na white skim wall put, unaweza kuipata kwenye maduka yote ya ujenzi. Lakini pia bila kusahau Silent Ocean, simba wa bahari, ambao wao wanasafirisha mizigo kutoka nchi 5 duniani kama Marekani, India, China, bila kusahau Uturuki na nchi nyingi sana duniani. Unaweza kusafirisha mizigo yako sasa kupitia Silent Ocean, simba wa bahari. Of course, tunapozungumzia recording label kwa Gen Z sasa hivi, mawazo yatakuwa nawaza kuhusiana na WCB, kuhusiana na Kings Music, kuhusiana na Konde Gang. Yes, hizo zote ni recording label. Mko sahihi sana. Lakini tunapozungumzia biashara ya recording label, tunaanza kuzungumzia kuanzia miaka 1968 huko, ambapo recording label ya kwanza ambayo kimsingi mara ya kwanza RTD Radio Tanzania ndio ambayo ilikuwa na rekodi nyimbo zote za wasanii. Ikaja kuzinduliwa recording label ya kwanza ambayo ilikwenda kwa jina la TFC, yani Tanzania Film Company, ambayo hii kimsingi ilianza kufanya ku-own wasanii na kuweza kuwarekodia nyimbo mbalimbali, ambapo sasa hapo tukakutana na wasanii kama vile Tanzania All Stars, Sunburst pamoja na Lakstar Taarabu. Hizi zote zilirekodiwa chini ya lebo ya TFC, Tanzania Film Company. Wakaja wakina Mawingu Studios, wakaja wakina Majani, lakini all in all 2014-2015 ndipo game ikabadilika kutoka kuwa studio centered recording label ikaenda kwenye corporate level. Hapa sasa tukakutana na recording label ya kwanza na most powerful recording label kwa sasa East Africa, na Africa kwa East Africa ni most powerful, lakini tunapozungumzia Africa ni one of the best recording labels we have in Africa, inaitwa WCB, Wasafi Classic Baby. Mafanikio ya Wasafi kimsingi unaweza ukaeleza popote pale kutokana na jinsi ambavyo wasanii wake wamepata mafanikio makubwa sana. Kwa East Africa ndio recording label ambayo imezalisha wasanii wengi wakubwa na wamepata mafanikio makubwa sana. Chini ya WCB tumepata msanii kama Rayvanny ambaye ndiye msanii ambaye anamiliki tuzo ya BET kwa upande wa Tanzania. Tumepata msanii kama Harmonize ambaye ameshakuwa nominated kwenye tuzo kubwa kama vile MTV EMA. Ameshiriki katika shows mbalimbali kubwa za ndani na nje ya Tanzania. Kupitia WCB tumempata Mbosso, kupitia WCB tumempata Lavalava, tumempata Zuchu, the most subscribed artist in East Africa kwa upande wa wanawake, na kwa Afrika pia Zuchu yuko pale, anafanya vizuri sana kwa wasanii wanaotoka kusini mwa jangwa la Sahara. So unaweza kaona mafanikio makubwa ambayo WCB wameyapata kupitia recording label. Sasa hii biashara sasa kwa sasa hivi Tanzania imeshamili. Baada ya WCB tukaona ujio wa recording label nyingi sana. Baada ya WCB tukaona Kings Music nayo wakaja na recording label, lakini moja kati ya recording labels ambazo zimefeli kuwakuza wasanii wao naweza nikasema ni Kings Music. Wala tuwezi kupepesa macho kwa sababu tukiangalia wasanii wote ambao walikuwa chini ya mwamvuli wa Kings Music, hakuna msanii ambaye anaweza katoka mbele akatuonesha mafanikio makubwa ambayo atajitofautisha yeye na independent artist. Huo ndio ukweli, japokuwa bosi wa Kings Music amefanikiwa sana. Yes, Alikiba ameshinda mpaka tuzo ya MTV EMA, alimpiku mpaka Wizkid. Yes, it's okay, Alikiba amepata mafanikio makubwa, ila sio wasanii ambao walikuwa chini ya Kings Music au wengine ambao wameshatoka kwenye lebo ya Kings Music. Ikaja Konde Gang. Konde Gang chini ya Harmonize. Yes, akafanikiwa kutuletea Ibra akiwa ni msanii wa kwanza, akatuletea Angela, wakaja wakina Country Boy, wakaja wakina Kill na Chidi. Hawa wote
wametoka katika Kili na Chidi tayari walikuwa wasanii wakubwa, Country Boy alikuwa msanii mkubwa, Ibra na Angela tumeweza kuwatambua kwenye sayari ya muziki kupitia Konde Music Worldwide, lakini mpaka sasa nao hawapo chini ya recording label hiyo kutokana na changamoto ambazo walipitia na kila mtu kuamua kwenda na maisha yake. So unaweza kaona lifestyle ya hizi recording labels. Tukamwona Rayvanny naye akaja na recording label inaitwa Next Level Music. Mpaka sasa kwenye media story kubwa ni ya Mac Voice, msanii pekee kutoka Next Level Music ambaye anadai kwamba hakufanywa fair chini ya recording label hiyo ya Next Level Music. So unaweza kaona kuna changamoto kubwa sana kwenye hizi recording labels. Kwanza kabisa nataka tu analyze kwa ufupi tu faida kwanza za recording label. Ujio wa recording label umekuja kubadilisha kitu gani kwenye music industry hapa Tanzania? Kwanza kabisa recording labels zimekuja kuwasaidia wasanii kwenye in terms of capital, kwa sababu recording labels zimekuwa zikitoa pesa nyingi, zikiinvest kwa wasanii kwenye promotion, kwenye kila kitu. So imekuwa ni msaada mkubwa sana. Lakini pia recording labels zimekuja kuwaweka wasanii katika mwamvuli salama na wa kuaminika zaidi, kwa sababu recording labels huwa zina mahusiano mazuri na brands. Ndio maana utagundua wasanii ambao wapo chini ya recording labels huwa wanapata deals nyingi sana tofauti na independent artists, kwa sababu ya jinsi ambavyo recording labels zinaaminika worldwide. Lakini pia recording labels zinatoa kitu kinaitwa professional development, kwa sababu msanii akiwa chini ya recording label inamaanisha hawazi kuhusiana PR, kuhusiana marketing, kuhusiana vitu vingi, anakuwa na watu wa creative, so inakuwa ni package kubwa. So msanii jukumu lake linakuwa ni moja tu, kuimba na kuwasilisha kazi. Sasa hizi recording labels pia zina changamoto zake. Moja kati ya vitu ambavyo recording labels zimekuwa zikilalamikiwa ni kuhusiana na swala zima la kulimit ubunifu wa msanii, kwa sababu msanii unaweza kukuta unataka kuachia wimbo wa aina fulani kwa sababu ya wakati uliopo au trend iliyopo, lakini recording label inakwambia no usifanye. Msanii unataka kufanya collab na fulani, recording label inakwambia no usifanye. So sometimes ina limit creativity ya msanii hizi recording labels. Lakini pia recording labels zimekuwa zikilalamikiwa kwenye zinawapiga pesa wasanii, hasa katika mikataba kama ya 360. Ndio maana wasanii wengi wakishajipata huwa wanatoka katika hizi recording labels, kwa sababu 360 inamaanisha kwamba chochote kile ambacho msanii atakuwa anakiingiza, basi recording label itachukua asilimia zake ambazo walikuwa wameandikishana. Sasa hizi recording label hapa Tanzania, mara ya kwanza kauli yangu nilikuwa nazungumzia kwamba ni zimekuja kuwanyonya wasanii hawa ambao wamesainiwa kwenye hizi label, kwa sababu kwa Tanzania recording labels nyingi zimesajiliwa au zimeanzishwa kwa ajili ya kuwanufaisha mabosi ambao nao wapo katika A-list ya competition ya kimuziki hapa Tanzania na nje ya Tanzania. Nikimaanisha fulani, ili na mimi niitwe msanii mkubwa, basi natakiwa niwe na watu nyuma ambao nawaona ile mentally tu mashabiki wanakupokea kwa ukubwa, kwamba wewe una battle na fulani, una recording label na wasanii wako nao wanaachia wimbo. Sometimes uwezo kaachia nyimbo siku zote, right? Lakini ukiwa wewe leo umeachia, wewe unaweza kupumzika miezi mitatu, msanii wako kaachia wimbo, bado jina lako linakopo pale. Watazungumzia label yako, watazungumzia wasanii wako, lakini mwisho siku lazima na wewe utakuwa involved pale. Kwa hiyo inamnufaisha zaidi msanii ambaye ameanzisha hizi recording labels. Na ndio maana nasema siku zote ili tuweze kupata mafanikio makubwa kwenye hizi recording labels ni mpaka pale ambapo hawa waanzilishi wa hizi recording labels watakapotoka katika ushindani wa kimuziki. Ni kama vile ambavyo yupo msanii kama Don Jazz ambaye kimsingi yeye hayupo kwenye competition kabisa pale juu. So ana sacrifice pesa, ana sacrifice muda wake, ana sacrifice vitu vingi sana ili wasanii waweze kufika juu, apate faida katika investment ambayo ameifanya. Lakini huku ni ngumu leo hii kumwambia msanii kama Diamond Alikiba, Harmonize ampambanie msanii kushinda Grammy wakati yeye mwenyewe hajaje kushinda Grammy, naye anapambana aishinde hiyo Grammy. So unaweza kaona hapo kuna vuta ni kuvute. Kama unakumbuka vizuri, kati ya kesi ambazo Harmonize alishawahi kuzizungumza wakati ametoka WCB, baada ya kutoka muda mrefu ulivyopita, ile interview alifanya pale airport, watu walikuwa wanasema kwamba huyu dogo anafanya vitu ili kukushinda. Unaweza kaona kwamba Diamond yupo kwenye competition na Harmonize naye anapambana afike sehemu. So juhudi za Harmonize zinatafsirika kama vile anataka kushindana na boss. Hayo alikuwa ni maneno tu, lakini ndio ukweli. So mpaka hawa wasanii ambao ni waanzilishi wa hizi recording label watakapotoka kwenye competition, basi moja kwa moja watakuja kuwa mabosi wazuri na tutapata wasanii wakubwa zaidi kwenye music industry. Sasa
sehemu moja tu ambayo kimsingi hawa wasanii wamekuwa centered kuanzisha hizi recording label. Kuna kitu kinaitwa distribution companies. Hizi ni kampuni ambazo zinasimamia kazi za wasanii na kuzisambaza kwenye platforms mbalimbali. Yes, umesikia distribution company kama Warner Music, kuna distribution company kama Ziki, tunazisikia. Ziki imefanya kazi muda mrefu sana East Africa hapa. Ziko nyingi ambazo kazi zake zenyewe zinachukua kazi za wasanii, zinaingia deals na recording labels, then zinasambaza hizo kazi, wao wanakuwa na percentage yao baada ya kusambaza hizo kazi. Sasa kwenye hizi distribution companies wana kitu wanakiita advance payment, ambayo huwa wanawalipa wasanii au huwa wanalipa recording label ambayo wameingia nayo mkataba. Sasa wewe bosi wa recording label, ukiwa na wasanii wako 5 au 3, ukipata hii kitu inaitwa advance payment, unakuwa kwenye nafasi ya kupata pesa nyingi sana ambazo kimsingi zinakuja kumfaidisha bosi wa kampuni kuliko msanii. Ndio maana wasanii wengi wanakuambia, nilikuona kwenye dashboard nina dola kiasi fulani, lakini bosi ananiambia hana hela kwa sababu alishapewa pesa kabla hata hizo pesa zake. So zile pesa zote zinaenda kwenye zile distribution company. Hii advance payment maana yake ni kwamba distribution company inafanya prediction au makadirio ya mapato ambayo msanii, ya mauzo ambayo msanii atayafanya kwenye kazi yake. So distribution company inaweza kuingia mkataba na recording label ya kusimamia kazi zao na kuzisambaza kwa muda wa miaka 5. Na kwa sababu hapa natumia figa za kawaida, mfano mimi nitakupa dola 10,000 kwa kila msanii. Of course, hizi pesa huwa ni mkopo ambao hauna riba, kwa sababu hizi distribution company kufanya tu kazi na msanii huwa wanapata asilimia zao. Mfano, kuna mwingine kufanya tu kazi na wewe, basi kukufanyia distribution ya kazi zako, wao watapata 10% ya mapato yao. So hiyo ndio faida ambayo wao wanalenga zaidi. Sasa ili waweze kupata faida kubwa zaidi, wanainvest pesa nyingi kwako, lakini watakukata kwenye yale mapato ambayo utakuwa unaingiza katika muda huo. So ni biashara fulani ambayo ya riski sana. Sasa unakuta recording label imepewa dola 100,000 na recording label ina wasanii 5. So kila msanii hapo, mfano nimesema, kila msanii anapata amewekea bajeti ya dola 20,000, right? Hii bajeti ya dola 20,000 haiendi kwa msanii. Sasa bosi anazichukua, anainvesti kwenye muziki wake. Wewe msanii ambao umesainiwa chini ya label, unafanya kazi, bosi anafanya investment ya kusuasua, investment kubwa ameifanya kwenye muziki wake, sio kwenye muziki wako wewe. Unakuja kwenye dashboard, umeingiza pesa. Zile pesa ambazo unakuwa umeziingiza haziendi kwenye label, kwa sababu tayari kuna pesa ambazo bosi wako alipewa. Sasa ndo hivi unaona kwamba mabosi wa recording labels wana magari makali, wanaishi mazingira mazuri, tayari walishavuna pesa zao, wanakuwa wanalipa madeni. Sasa kwenye kulipa madeni kwa bosi ambaye hajatengeneza mifumo mizuri ya mzunguko wa fedha ambazo amepewa na distribution company, inakuwa ni deni na kushindwa kuhudumia hawa wasanii ambao amekuwa amewasign au anakuwa amewasign. Mwisho wa siku msanii anaona kwamba label hainifanyii kitu chochote cha msingi, hivyo msanii anakuwa anataka kuondoka. Ndio maana utakuta malalamiko makubwa ya hawa wasanii ambao wamesainiwa kwenye label ni kwamba label ilikuwa hainifanyii chochote. Mimi naonekana nipo kwenye label kubwa, lakini kodi najilipia mwenyewe, sometimes music video najifanyia mwenyewe, connection zangu napambania mwenyewe, label hainvesti pesa. Ni kweli, unakuta label imepewa pesa na distribution company as advance payment, na bosi wa label amejiinvestia yeye kwenye muziki wake au kwenye lifestyle yake nzima ya muziki kuliko kuirudisha kwa watu ambao walikusudiwa. You understand? So kimsingi mtu anaanzisha recording label ili apate power ya kupata mkopo mkubwa wa kumuendesha yeye kimuziki wake, sio kuwasaidia wale wasanii ambao anakuwa amewasign. That is the big problem ambao tuko nayo kwenye music industry hapa Tanzania. So wasanii mnapo sign hizi recording labels, mfahamu hiki kitu kipo kwenye recording labels, na ni mchezo ambao unafanyika sana, kwa sababu wasanii wengi ambao hawa ni mabosi wa hizi recording labels, wengi wao financially hawako vizuri sana, and wanatakiwa kuonekana wana pesa, wana majina makubwa, lakini reality pesa hawana, mapesa kununua magari makali ili kwenda sawa na soko hawana. So wanachukua mikopo kupitia majina yenu.
lakini recording label ndio mwamvuli mkubwa anakuwepo hapo. Ukitaka kuondoka unaambiwa alipa kiasi fulani, ambayo kimsingi ukiitoa itarudi kwenye kulipa deni lako ambalo ulikopa bila wewe kufahamu, na uambiwi wala ushirikishwi. Yeye ana submit tu kwamba mimi kupitia kampuni yangu X nina wasanii 5. Katika hao wasanii 5 tukae chini tuzungumze, mimi kwa jinsi ambavyo ukubwa wangu ulivyo na mipango ambayo niko nayo chini ya lebo yangu, nina uwezo wa kuzalisha $300,000. Nyinyi tupeni tu $100,000. Sisi tutajua tunazizungusha vipi, mtatukata juu kwa juu. Akipewa ndio yeye anaenda kujiachia zake. Chukua nyumba kali, bebe za kutosha, mandinga makali, anapushi muziki wake, wewe unabaki tu bosi anifanyie chochote. Kumbe mwisho wa siku bosi alishapewaga hela. Ndio maana kuna msanii nimeona analalamika kwamba aliangalia kwenye laptop akagundua kwamba kwenye stream zake kwenye digital ameingiza dola zaidi ya 30,000, lakini bosi anasema hana hela. Sio kwamba bosi hana hela, uongo. Ni kweli bosi hana hela. Hela alishapewa, akafanya investment kwenye muziki wake. Sasa kama ameshindwa ku-maintain hii pesa vizuri, kuizungusha ili iweze kuwa biashara, mwisho wa siku anashindwa kukuprovidea wewe kwa sababu pesa zote akatumia kwake au kafanyia vitu vyake. So unabaki unalia. Hili ndio tatizo kubwa ambalo lipo kwenye hizi recording labels nyingi hapa Tanzania. In which sasa mimi my take ni kwamba inabidi msanii kabla haujakubali kuwa chini ya label fulani, lazima ujue mkataba uliopo unaoenda kuingia hizi distribution companies ambazo lebo yako inakuuza au inafanya kazi na kampuni X. Inabidi ufahamu mkataba vizuri, na wewe ufahamu, muwe na mipaka kabisa kwamba lebo isiponifanyia hiki basi itakuwa responsible kufanya hivi. Wasanii ambacho kinawaponza wengi, hawa wasanii ambao wamesainiwa kwenye hizi lebo, wao wanatafsiri kama msaada wamepewa na hawa mabosi wa lebo, in which sio kweli. Huo sio msaada ambao mmepewa, ni biashara mnafanya. Hivyo hata kama yeye kapata advance payment, make sure bosi anafanya vitu ambavyo anatakiwa kuvifanya kwa mujibu wa mkataba. Sio kwamba anakuambia sina hela wakati mkataba unasema kwamba anatakiwa akupangie nyumba, anatakiwa akufanyie promotion ya kiasi fulani, anatakiwa akufanyie hivi na hivi, projection ya project zenu zote ziko vipi, ya talent yako iko vipi. Lazima ufahamu, lakini mnaanza kuwaogopa, mnaanza kutowaambia ukweli, kutouliza. Mwisho wa siku mnakuja kulalamika, mkija kurudi kwenye jamii kuzungumza, watu wanaona nyinyi mieusho, kwa sababu wanaona kwamba mlikuwa mnaendeshwa kwenye magari makali, kumbe mlikuwa mmepewa tu matumia kwa muda ya magari ya mkopo. Ukiondoka kwenye lebo inachukua. Na ni ngumu sana kwa jinsi ambavyo hawa wasanii wakubwa wamejitengeneza hapa Tanzania. Ni ngumu sana kuaminika kama ukisema kwamba mimi nilikuwa na nyanyaso. Ni ngumu sana kuaminika. Huo ndio ukweli. Wewe ndio mwisho wa siku utaonekana ulikuwa mieusho, mtovu wa nidhamu. So ni bora upambane tu kimuziki wako. Ukiona kama shughuli ya recording label ni ngumu, pambania tu muziki wako, utatoboa. Mimi naitwa Ricky Kisalala San and this is E Trending. Bye bye.